ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Leo biidhnillah tabarak wa taala tutaendelea daura yetu, daura ambayo ni mfululizo wa daurat zenye kuzungumzia fiqhi ya swala, hasa kwenye sifa yake. Kwenye mlolongo huu wa rasail tumefika kwenye risala ya Sheikh al-Albani rahimahullah, talkhis sifati salati nabii sallallahu alayhi wasallam. Ni mjumuisho au ufupisho wa kitabu chake sifatu salati nabii. Tumechukua sehemu kubwa kwenye risala hii, na leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutaendelea mpaka pale tutakapoishia, lakini matarajio yetu iwe leo pamoja na kesho risala iwe imemaliza. Kwa kidogo mwendo wetu hautakuwa wa kawaida, ili tubakishe sehemu ya kuimalizia kesho tu, iwe ni leo na kesho. Kwa tuchukue leo sehemu, tubakishe sehemu ya kuweza kuimalizia kesho. Sawa? Tunaanza sehemu gani leo? Al-i'tidalu fi sujudi. Ndipo yaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-i'tidalu fi sujud, kulingana sawa katika kusujudu. Al-i'tidalu fi sujud, kulingana sawa katika kusujudu, yani kuwa sawa sawa kwenye kusujudu kwa mujibu wa mafunzo na kuvimakinisha vile viungo vinne ambavyo vinaunda sijida kama inavyotakiwa. Hiyo ndo al-i'tidal. Al-i'tidalu fi sujud, kulingana sawa katika kusujudu. Wayajibu alayhi, na kunapasa juu yake mwenye kuswali, an ya'tadila fi sujudihi, kulingana sawa katika kusujudu kwake. Wayajibu alayhi, na kunapasa juu yake mwenye kuswali, an ya'tadila, kulingana sawa, kuwa sawa sawa, fi sujudihi, kwenye kusujudu kwake. Wadhalika, na hilo lipi? Hilo la kuwa sawa sawa, kulingana sawa kwenye sijida litawezekana vipi? Wadhalika, na hilo bi an ya'tamida fihi i'timadan mutasawiyan. Wadhalika, na hilo bi an ya'tamida fihi, ni kwa kutegemea ndani ya hiyo sijida. Bi an ya'tamida fihi, ni kwa kutegemea ndani ya hiyo sijida. I'timadan mutasawiya, kutegemea kwenye kulingana sawa. I'timadan mutasawiya, kutegemea kwenye kulingana sawa. Ala jami'i a'dha'i sujudihi, juu ya viungo vyote vya kusujudu kwake. Ala jami'i a'dha'i sujudihi, juu ya viungo vyote vya kusujudu kwake. Ili aambiwa amelingana sawa kwenye kusujudu, anatakiwa ategemee ndani ya huko kusujudu kwake, kutegemea sawa sawa juu ya viungo vya kusujudu kwake. Isiwe ametegemea baadhi ya viungo, vingine hakuvitegemea, au vingine havikugusa ardhi, au ameelemea upande mmoja. Haitakiwi hivyo. Anatakiwa ategemee ndani ya kusujudu kwake, kutegemea kwenye kulingana sawa juu ya viungo vyote vya kusujudu kwake. Wahia, navyo hivyo viungo, aljabhatu wal anfu ma'an,
japa la uso, paji la uso na pua pamoja, ma'an yani pamoja. Aljabhatu paji la uso, wal anf na pua, ma'an pamoja, viguse chini hivyo, na hicho ni kiungo kimoja kinahesabika. Wal kaffani na viganja viwili, warukbatani na magoti mawili, wa atraful qadamain na ncha za miguu miwili. Kwa pamoja hivyo ni viungo 7. Anatakiwa mtu avitegemee sawa sawa, asimili upande mmoja, vingine vikawa hakuvitegemea. Viungo vyote vimakinike juu ya ardhi, hali ya kulingana sawa. Wa man i'tadala fi sujudihi, na yule atakayelingana sawa katika kusujudu kwake. Wa man i'tadala fi sujudihi, na yule atakayelingana sawa katika kusujudu kwake. Hakadha, kwa namna hii, hakadha au kama hivi, sawa. Yule atakayesujudu, atakayelingana sawa katika kusujudu kwake, hakadha, kama hivi au kwa namna hii tuliyoelezea hapo juu, faqad itma'anna yaqinan, basi kwa hakika ametulizana kwa yakini. Faqad itma'anna, hakika ametulizana, yaqinan kwa yakini. Wa man i'tadala fi sujudihi, na yule atakayelingana sawa katika kusujudu kwake kwa kutumia viungo vile 7 sawa sawa, hakadha, kama hivi tulivyoelezea juu. Faqad itma'anna yaqinan, hakika ametulizana kwa yakini. Walitminanu, na kutulizana, fi sujudi, ndani ya sijida, ruknun aidha, ni nguzo vile vile. Walitminanu, na kutulizana, fi sujudi, ndani ya kusujudu, ruknun aidha, ni nguzo vile vile. Kutulizana ndani ya sujudu, bali ndani ya swala yote. At-tumaanina ruknun min arkani swala, ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Kwa hivyo hivyo wakati wa kusujudu anatakiwa mtu awe na kutulizana ndani yake, asifanye haraka. Wayaqulu fihi, na atasema ndani yake hiyo sijida. Wayaqulu fihi, na atasema ndani yake hiyo sijida, subhana rabbiyal a'la, kutakasika na mawi ni kwa Mola wangu mlezi aliye juu zaidi. Al-a'la uluwullahi, umegaweka sehemu ngapi? Uluwullahi sehemu ngapi? Sehemu 3. Ya mwanzo Abu Hasanati, uluwu dhat. Ya pili uluwu alqadri au qahri, uluwu alqahri. Na ya 3 uluwu alqadri washan. Sawa, muzihifadhi hizo. Wayaqulu fihi, na atasema ndani yake huko kwenye kusujudu, subhana rabbiyal a'la, kutakasika na mawi ni kwa Mola wangu mlezi aliye juu zaidi. 3 maratin, mara 3, au akthara, au zaidi ya mara 3. 3 maratin, mara 3, au akthara, au zaidi ya mara 3. Kisha chini keka taaliki huku chini anasema wafihi, na kuna ndani yake adhkarun ukhra, adhkari nyingine, taraha utazo fi sifati swala, kwenye sifatu swala huko ukurasa 127. Ukirudi kwenye sifati swala utazikuta wafihi, na kuna ndani yake adhkarun ukhra, adhkari nyingine ambazo taraha utaziona wewe fi sifati salati, ndani ya sifati salati utaona adhkari za wakati wa kusujudu isiyokuwa hii nyingine ameziweka. Turudi juu. Wayustahabbu, na panapendezeshwa, an yukthira duaa fihi, akithirishe maombi, afanye wingi wa dua ndani yake. Fihi ay fi sujudi, ndani ya hiyo sijida. Wayustahabbu, na panapendezeshwa, an yukthira duaa,
akithirishe maombi, afanye wingi wa dua, fihi, ndani yake huko kusujudu, fa innahu, kwani hakika yake huko kusujudu, fa innahu, kwani hakika yake huko kusujudu, madhinnatul ijaba, ni sehemu ya kujibiwa maombi. Madhinnatul ijaba, ni sehemu ya kujibiwa maombi. Fa innahu, kwani hakika yake huko kusujudu, madhinnatul ijaba, ni sehemu ya kujibiwa maombi, sehemu ya kujibiwa dua. Sehemu ambayo Allah na mja wake huwa karibu zaidi ni pale anapokuwa amesujudu. Kwa Mtume akafundisha akasisitiza, fa akthiru fihi dua, kithirisheni ndani ya kusujudu maombi. Ndio maana ya Sheikh Al-Albani hapa, wa yustahabu, na panapendezeshwa, an yukthira dua fihi, akithirishe maombi huyo mwenye kusujudu ndani ya hiyo sijida, aombe kwa sana, aombe dua nyingi. Lakini anapokuwa yeye ni imamu, basi asikithirishe maombi. Kama ataleta dua iwe ndogo, mara moja mara mbili basi, kwa ajili ya kuchunga hali za maamuma, na ikiwezekana silete kabisa, asubiri katika swala yake ya sunna, ateremshe dua zake anazozitaka. Fa innahu, kwani hakika yake huko kusujudu, madhinnatul ijaba, ni sehemu ya kujibiwa dua. Wayaj'alu sujudahu qariban min ruku'ihi fi tuli kama taqaddama. Wayaj'alu sujudahu, na atakufanya kusujudu kwake. Wayaj'alu sujudahu, na atakufanya kule kusujudu kwake, qariban, ni kwenye kukurubiana, minar ruku', kutokana na kurukuu kwake. Wayaj'alu sujudahu, na atakufanya kule kusujudu kwake, qariban, ni kwenye kukurubiana, min ruku'ihi, kutokana na kurukuu kwake. Kule kusujudu kuwe kumekurubiana na kurukuu kwake, fituli, katika urefu, iwe sijida yake na rukuu yake vinalingana kwa ukaribu kwenye upande wa urefu, visiachane sana, vile kunalingana masafa yake, namna dakika au sekunde alizokaa wakati wa kurukuu, basi zikaribiane na zilingane na sekunde ambazo atasujudu ndani yake. Kama takaddama, kama yalivyotangulia maelezo katika hilo. Kama takaddama, kama yalivyotangulia maelezo katika hilo. Tushaona huko nyuma, natakiwa baadhi ya viungo au baadhi ya vitendo vya swala vilingane kwenye urefu wake na ufupi wake. Miongoni mwa hivyo ni kusujudu na kurukuu, visiachane sana. Sheikh anasema, wayajuzu sujudu, na inafaa kusujudu, ala al-ardh, juu ya ardhi. Wayajuzu sujudu, na inafaa kusujudu, ala al-ardhi, juu ya ardhi, wa ala hailin, na juu ya kizuizi, wa ala hailin, na juu ya kizuizi, bainaha wa baina aljabha, kilichopo baina ya hiyo ardhi na baina ya japa lake la uso. Wa ala al-ardh, na inafaa kusujudu juu ya ardhi, wa ala hailin, na juu ya kizuizi ambacho bainaha, kipo baina ya hiyo ardhi, wa baina aljabha, na baina ya japa la uso. Inafaa kusujudu juu ya ardhi, vile vile inafaa kusujudu juu ya kizuizi ambacho kipo baina ya ardhi na paji la uso. Hujegusa ardhi mubashara moja kwa moja, kuna kizuizi baina ya ardhi na paji lako la uso. Kama hivi tulivyo msikitini, tukisujudu hatusujudu kwenye ardhi moja kwa moja tukagusa mchanga au saruji, kuna kizuizi cha zulia, busati na mengineyo. Hivi pia inafaa. Wayajuzu sujudu ala al-ardh, na inajuzu kusujudu juu ya ardhi, wa ala hailin, na juu ya kizuizi ambacho bainaha, kipo baina ya hiyo ardhi, wa baina aljabha, na baina ya japa la uso. Min thawbin, ambacho ni nguo, au bisatin, au busati, au hasirin, au mkeka, au nahwihi, au mfano wa hivyo. Min thawbin,
ambacho ni nguo au bisatin au busati au hasirin au mkeka au nahwihi au mfano wa hivyo, mfano wake. Kwa itafaa kusujudu juu ya ardhi au juu ya kitu ambacho kimetanganisha ardhi na paja lako la nini, japa lako la uso. Haujasujudu moja kwa moja mubashara kuipata ardhi, kuna kizuizi kwa busati au mkeka au nguo, itafaa. Wanahwihi, na mfano wa vitu kama hivyo. Baadhi ya wanachuoni wakaona itakuwa ni makuruhu ikiwa hicho ambacho kimekuwa ni kizuizi baina yako wewe, baina ya paji la uso na ardhi, kile ambacho itakuwa unaweza kuinama nacho na kuinuka nacho, ikiwa ni kizuizi chenyewe ndio hicho, itakuwa ni makuruhu. Hicho kizuizi kiwe hapo hapo chini, ukisujudu wakikuta, ukiinuka huinuki nacho. Lakini ikiwa unainama nacho, inuka nacho, kizuizi, na kwa ni makuruhu. Kama vile kitu gani? Kama vile kofia, ikawa kizuizi chako baina ya japa la uso na ardhi ni kofia, swala itakuwa ni sahihi. Lakini wakaenda wakaona makruhun, jambo hilo li makruhu, hukumu yake sawa. Twende mbele. Wala yajuzu an yaqra alquran, na haijuzu kusoma Qur'ani, wa huwa, na hali ya kuwa yeye mtu sajidun, ni mwenye kusujudu. Wala yajuzu, na wala haijuzu, an yaqra alquran, kuisoma Qur'ani, wa huwa, na hali ya kuwa yeye huyo mwenye kuswali sajidun, ni mwenye kusujudu, yupo kwenye kusujudu akasoma Qur'ani. La, haijuzu wala haifai. Ndani ya sijida kuna adhkari isiyokuwa Qur'ani. Hapasomwi ndani ya sijida Qur'ani, wala hapasomwi ndani ya rukuu Qur'ani. Qur'ani inasomwa wakati wa qiyam, wakati wa kisimamo cha swala, sio katika rukuu wala katika kusujudu. Yaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-iftirashu wal-ik'a'u baina as-sajdatayn. Al-iftirash, kikao cha iftirashi, wal-ik'a'u, na kikao cha ik'a, baina as-sajdatayn, baina ya sajida mbili. Analeta namna ya kukaa baina ya sajida mbili. Kuna vikao vya aina ngapi? Ndio hivi hapa viwili. Aliftirashu, kikao cha iftirashi, wal ik'a'u, na kikao cha ik'a, baina sajdataini, kati ya sajida mbili. Kikao cha ik'a ndo kipi? Iftirashi ni maarufu, vitu ingie ndani tuone shekhe ataelezea ama vipi. Thumma yarfa'u ra'sahu mukabbira, kisha atanyanyua kichwa chake hali ya kuwa ni mwenye kuleta takbira. Thumma yarfa'u ra'sahu, kisha atanyanyua kichwa chake mukabbira, hali ya kuwa ni mwenye kuleta takbira. Wa hadha wajibun, na hili ni wajibu. Wa hadha wajibun, na hili la kunyanyua kichwa kutoka kwenye sijida ni wajibu. Haitafaa kuunganisha sijida mbili kwa kuinama mara moja. Umesujudu mara ya mwanzo, umesoma subhana rabbiyal a'la mara 3, kisha ukatiania naanza sijida ya pili hapo hapo. La, uinuke kutoka katika sijida ya mwanzo, hili ni wajibu. Wa hadha wajibu, na hili la kuinuka kutoka katika sijida ya mwanzo ni wajibu. Sijida ya mwanzo kuinuka ni wajibu. Wa yarfa'u yadayhi ahyana, na atanyanyua mikono yake mara moja moja. Wa yarfa'u yadayhi ahyana, intabihe, kwa makini hapo. Tupo sehemu gani kwenye swala? Tumesujudu sijida ya mwanzo, tunyanyanyuka, tunakuja kukaa kikao baina ya sijida mbili, sawa? Wa yarfa'u yadayhi ahyana, na atanyanyua mikono yake mara moja moja baadhi ya wakati. Mshekufanya au kuona hilo? Kunyanyua mikono, umetoka katika sijida ya mwanzo, unakaa unanyanyua mikono, kisha enda sijida ya pili. Mshekufanya au hamtaki hilo? Lipo hilo. Ukienda katika asli ya sifati swala ambayo mmekuja nayo hapa, nataka niisome athari. Sheikh Al-Albani ndio msimamo wake.
sababu ni geni kwa watu wengi, wacha tulisome kidogo, msije mkaona kwamba ni mambo mageni. Tunasoma swala hapa. Sheikh Al-Albani katika asli ya sifati swala kaika kichwa cha habari arrafu min as-sujudi, kuinuka kutoka katika sijida. Akaleta maelezo hapo, thumma kana sallallahu alayhi wasallam yarfa'u ra'sahu min as-sujudi mukabbira, hadithi hiyo. Wa amara bidhalika almusi salatahu, na akamwamrisha hilo yule aliyekosea swala yake. Faqala, mtume akasema, la yatimmu salatan li ahadi minan nasi, haitimii swala ya yoyote katika watu, hatta, mpaka, hadithi ikiendelea, yasjuda, atakaposujudu, hatta tatma'inna mafasiluhu, mpaka yatakapotulizana maungio yake. Thumma yaqul, kisha aseme Allahu akbar, wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'ida, na atanyanyua mtu kichwa chake mpaka alingane sawa hali ya kuwa ni mwenye kukaa. Kisha akasema Sheikh Al-Albani, wakana, na alikuwa mtume yarfa'u yadaihi ma'a hadha takbir, alikuwa ananyanyua mikono yake pamoja na takbira hii ya kuinuka kutoka katika sijida, ahyanan, mara moja moja. Alipoleta maneno hayo chini akika maneno kwenye taaliki akasema, waqad jaa fi hadha ar-rafi'i iddatu ahaditha sahihatin, na zimekuja kwenye kuinua huku mikono hadithi nyingi sahihi. Anasema kuna hadithi nyingi zinathibitisha hilo. Minha, miongoni mwa hizo, sasa anatoa ushahidi mtu yuko katika sijida anyonyoa mikono, analeta ushahidi. Miongoni mwa hizo, an Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu qala, kutoka kwa Wa'il ibn Hujr, Allah amridhia, amesema, sallaitu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam, niliswali pamoja na mjumbe wa Allah, swala na salamu ziwe juu yake. Fakana idha kabbara, alikuwa mtume pindi anapolita takbira, rafa'a yadayhi, ananyanyua mikono yake. Thumma altahaf, kisha anajizonga ile nguo yake. Thumma akhadha shimalahu biyamini, kisha anashika mkono wake wa kushoto kwa kutumia mkono wa kulia. Wa adkhala yadayhi fi thawbi, na anaingiza mikono yake ndani ya nguo yake. Mikono yake anaingiza ndani ya nguo, anaizonga na nguo, anaingiza ndani mikono, ameifunga. Fa idha arada an yarka akhraja yadayhi, na anapokusudia kurukuu anaitoa ile mikono ndani ya nguo. Thumma rafa'ahuma, kisha ananyanyua. Wa idha arada an yarfa' ra'sahu min ar-ruku', na anapotaka kunyanyua kichwa chake kutoka katika rukuu, rafa'a yadayhi, ananyanyua mikono yake. Thumma sajada, kisha alikuwa mtume anasujudu. Wa wada'a wajhahu baina kaffayhi, na anauweka uso wake baina ya viganja vyake viwili. Hapo anaposujudu, kasujudu mikono inakaa baina uso wake, kiganja cha kulia na cha kushoto, katikati uso wake umesujudu. Wa idha rafa'a ra'sahu min as-sujudi aidan rafa'a yadayhi, mahallu shahidi hapo. Na pindi anaponyanyua kichwa chake kutoka kwenye kusujudu, amesujudu, ananyanyua kichwa, aidan vile vile, rafa'a yadayhi, ananyanyua mikono yake, hatta faragha min salatihi, mpaka mtume akawa anamaliza swala yake. Anapotoka kwenye kusujudu ananyanyua mikono yake vile vile mpaka mtume anamaliza swala yake kwa namna hiyo. Kwa Wa'il ibn Hujr ametutajia rakaa moja tu, lakini akasema mwisho mpaka kumaliza kwa swala yake, na kwa mtindo huu, akitoka kwenye sijida akija kwenye kukaa ananyanyua mikono, akienda tena kusujudu ananyanyua tena, hivyo hivyo. Sawa. Akaleta mapokezi yake, akhrajahu Abu Daud wa anhu Ibn Hazmi min tariki Muhammadi, hivyo hivyo akaleta mapokezi na sanadi kuonyesha hadithi hii ni sahihi. Akaleta na athari nyingine ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma na nyinginezo kuthibitisha kwamba
hili jambo lipo, lakini baadhi ya wanachuoni wakalipinga kwa hadithi ya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ameelezea maeneo manne ya kunyanyua mikono Mtume, lakini hakuelezea maeneo ya kusujudu. Mtu anapofungua swala yake kwa takbiratul ihram, eneo la mwanzo; la pili anaporukuu; eneo la tatu anapotoka kwenye kurukuu; eneo la nne anapoimaliza rakaa ya pili kuja juu kuianza rakaa ya tatu, atanyanyua mikono. Kisha akasema Abdullah ibn Umar, wa kana la yafalu dhalika fi sujud. Maneno ya sahaba, na alikuwa Mtume hafanyi hilo la kunyanyua mikono wakati wa kusujudu. Kwa akapinga hakuna kunyanyua mikono wakati wa sijida. Lakini tumeona hadithi ya Wa'il ibn Hujr, wa idha rafa'a ra'sahu min as-sujudi aidha rafa'a yadayhi. Tuchukue lipi? Nyinyi mnataka lipi? Mti mkavu. Kwa jambo ambalo ndani yake kuna khilafu. Nimesoma haya maelezo ya Sheikh Al-Albani na baadhi ya dalili kuonyesha tu kwamba hili jambo lipo. Lau kama utamwona mtu amesujudu, baada ya sijida akanyanyua mikono, kisha akaenda tena sijida ya pili alikuwa akanyanyua mikono, usimwambie ni bid'a. La, sio bid'a. Jambo lipo na wanachuoni wanalisema na wanaliunga mkono kama Sheikh Al-Albani na wengineo, na wengine wanalipinga kwamba hamna. Maeneo ni yale aliyotaja Abdullah ibn Umar, na kila upande una hoja zake. Kwa nini hawa wanapinga hili na kwa nini hawa wanathibitisha hili? Ukirudi kwenye vitabu na maelezo ya ahlul ilmi, kuna maelezo mazuri ambayo unaweza kuyafanyia kazi. Kwa jambo lipo halipo? Lipo. Hii ndio ilmu sasa. Sio kila kitu ni bid'a. Kuna mambo mengine yana khilafu ambayo inafaa hivi na inafaa hivi katika mambo ya fiqh na ijtihadi. Ama katika akida na manhaj hakuna njia mbili. Njia ni ile ile aliyopita nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya, turudi hapo. Wayarfa'u yadayhi ahyanan, na atanyanyua mikono yake baadhi ya wakati, mara moja moja. Thumma yajlisu mutma'innan, kisha atakaa hali ya kuwa ni mwenye kutulizana. Atakaa baina sijida mbili. Thumma yajlisu, kisha atakaa mutma'innan, hali ya kuwa ni mwenye kutulizana. Hatta yarji'a, mpaka urudi. Kullu admin, kila mfupa. Ila mawdhihi, sehemu yake. Hatta yarji'a, mpaka urudi. Kullu admin, kila mfupa. Ila mawdhihi, sehemu yake. Mpaka kirudi kila kiungo mahala pake, atulizane pale kikao baina ya sijida mbili. Wa huwa ruknun, na hilo ni nguzo. Kukaa hapo kila kiungo kikarudi mahala pake ukatulizana. Wa huwa ruknun, na hilo ni nguzo. Kukaa baina sijida mbili ni nguzo hiyo. Wayafrishu rijlahu al-yusra, na atautandika mguu wake wa kushoto. Wayafrishu, na atautandika rijlahu al-yusra, mguu wake wa kushoto. Fayaqudu alaiha, ataukalia juu yake. Fayaqudu alaiha, ataukalia juu yake. Atautandika mguu wa kushoto na kuukalia juu. Wa hadha wajibu, na hili ni wajibu. Wa hadha wajibu, na hili ni lenye kupasa. Wayansubu rijlahu al-yumna, na atausimamisha mguu wake wa kulia. Wayansibu, na atausimamisha rijlahu al-yumna, mguu wake wa kulia. Wayastakbilu biaswabi'ihima alqibla, na atavielekeza vidole vya mguu huo wa kulia kibula. Wayastakbilu biaswabi'iha, na atavielekeza vidole vya mguu huo wa kulia alqibla, kibla. Atasimamisha mguu wa kulia na vidole atavielekeza kibla vya mguu huo wa kulia, hali ya kuwa mguu wa kushoto ameutandika chini na ameukalia juu. Wayajuzu liika'u ahyanan, na itafaa kikao cha ikaa mara moja moja. Na itafaa kikao cha
cha ikaau mara moja moja. Ikaa ndo nini sasa? Anasema wa huwa an yantasiba ala aqibai. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah